Chama cha Mapinduzi CCM kimewatuhumu baadhi ya wanaharakati kulipwa fedha ili kuichafua taswira ya Tanzania kimataifa kwa lengo la kuhujumu sekta ya utalii. Akizungumza na wanahabari jijini Dodoma leo Januari 17, 2026, Katibu wa Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa CCM Taifa Kenani Kihongos amesema kuna njama zilizofanywa na watu wanaojiita wanaharakati kwa kushirikiana na baadhi ya wanasiasa kuhamasisha watalii wasije nchini, jambo ambalo ameliita ni uangamizaji wa uchumi wa mwananchi wa kawaida. Mimi nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha na nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha. Arusha pato lake kubwa ni utalii. Hawa wote mnyororo wao wa thamani ni mgeni anapoingia ndani ya ardhi ya Tanzania. Mkulima atalima, atauza mboga. Mfugaji atauza mayai, atauza kuku, mtalii atapata nyama. Ukienda kwa mmiliki wa hoteli atalipwa fedha, yeye atapata fedha, wafanyakazi walioajiri kwenye hoteli watapata fedha, watatunza watoto wao. Ukienda kwa madereva watapata ajira, watatunza watoto wao. Matua guide, mtalii anapokuja wanaingiza kipato. Lakini leo anasimama Mtanzania mmoja na kuna baadhi ya vyama vya siasa vinaunga mkono kwamba watalii wasije. Je, dhamira yao ni nini? Ni kumwangamiza huyu Mtanzania au dhamira yao ni kumkomoa mtu fulani? Kwa hivyo niseme tu kwamba fursa ambazo zinatengenezwa na serikali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ni fursa ambazo zinakwenda kuwanufaisha Watanzania. Pia Kihongos ameibua maswali juu ya watu wanaoshinda kwenye mitandao ya kijamii saa 24, akiwalaumu kuchafua taswira ya nchi, kulipwa fedha na mataifa au na watu wa nje kwa ajili ya kutekeleza ajenda za kubomoa amani ya Tanzania. Muda wa masaa 24, kila ukiangalia mtandao wa kijamii unakuta kuna akaunti zinachati masaa 24. Hawa wana kazi gani? Hawa wanalipwa na nani? Nani anayewapa hela za kuendesha maisha yao? Unapata jibu kwamba wanatumika vibaya na watu wengine kwa ajenda za. Kila baada ya dakika 2 mtu ameposti, dakika 3 mtu ameposti, alafu kinachopostiwa ni upotoshaji, sio wa kujenga, ni wa kubomoa. Wanawaambia watu tutakuwepo, twendeni tukaharibu. Nitoe rai kwa Watanzania kwamba tulinde nchi yetu, maisha yetu yana thamani kubwa. Vile Chama cha Mapinduzi CCM kimemtaka Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba kustaafu vizuri na kuacha kutoa malalamiko dhidi ya serikali kwenye vyombo vya habari, badala yake atumie busara na hekima kuishauri mamlaka husika faraga. Kwa mzee wetu mzee Warioba, tunachoweza kusema au ninachoweza kusema kama msemaji wa chama, moja, tunamheshimu, lakini pili, astaafu vizuri kama ambavyo wastaafu wengine wamestaafu vizuri. Tulikuwa na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Msuya, sijui kama amewahi kufanya naye mahojiano yoyote. Amemaliza kazi yake, ameacha wengine waendelee na kazi na utaratibu wa viongozi. Hata mzee Jakaya anamnukuu, aliwahi kusema siku moja kwamba yeye akiwa rais, mzee Mkapa alikuwa anakwenda Ikulu bila hata kupiga hodi, anaenda na anamshauri. Sasa unaweza ukastaajabu kwamba Mheshimiwa Warioba amekutana na rais, siku 4 hazijapita yupo tena mtandaoni. Sasa inasikitisha kidogo, lakini tunachomuomba kwamba astaafu vizuri, aendelee kupumzika, lakini asiwe na chuki kwa viongozi waliopo, kwa sababu ana uwezo wa kushauri na kufika katika mamlaka husika na kuweza kuishauri kwa hekima kuliko kwenda kulalamika kwenye mitandao, kwa sababu kiongozi unapolalamika kila siku mtandaoni, sasa unakuwa na maswali mengi.